Haleluya kwa wote mnaotazama habari hii ama message hii. Mungu asiti kuwabariki na kuwaonekania na kuwapa nguvu, kuwabadilishia maisha ya uchungu, muishi maisha ya amani, maisha ya kuinua Mungu, maisha ya kuvumilia, kumtafuta Bwana, maisha ya kutoweza kumusahau Mungu muumba wako. Inapofika wakati wa kuingia katika ibada, Mungu akasimame upande wako. Ingia ibada ukiwa na imani, ingia katika ibada ukiwa na utakatifu, na usiache kuwa na umoja. Umoja una nguvu, umoja wa family, umoja wako wewe na your spouse, wewe na mkeo, wewe na watoto wako. Ingia katika ibada ili kwamba watu wako wanapobarikiwa inakuwa ni baraka, inakuwa ni umoja, inakuwa ni ushindi. Shikilia neno la Mungu lisikakutoke. Biblia inasema ya kwamba unaponiita nitaitika, ukinitafuta nitapatikana. Wewe mpendwa, mahala ambapo ulipo, tafuta Bwana. Shetani ameinuka katika families, ameinuka katika ndoa nyingi, ana breaking doors, anaharibu mahusiano, anaharibu waliosaliwa pamoja. Shetani anakuruma akiharibu waliopatana katika umoja. Huenda wewe una umoja na mwenzako, lakini shetani hataki ule umoja uweze kuendelea. Kemea shetani kwa kutafuta amani ya umoja na kutembea katika umoja, ili kwamba shetani apate kushindwa katika tendo la umoja. Nami nataka kuachia message hii ya kwamba Biblia inasema katika Luka chapter number 1 verse 78 ya kwamba yeye ni mwangaza, na mwangaza umekuja kwa kao katika uvuli wa mauti. Mwangaza huu uweze kufikia, mwangaza wa Injili, mwangaza wa uponyaji, mwangaza wa neno la Mungu, ukaokoe maisha yako, ukabariki situation zako kwa jina la Yesu, na ubarikiwe sana.